katika kitabu cha Yohana 1:12 mpaka 13. Yohana 1:12 hadi 13. Ndio. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu. Sikiza vizuri hapo. Hapo ndo usitoke hapo. Sikiza hapo. Mungu anawakataa watu hapo. Anasema waliozaliwa si kwa damu. Si kwa damu. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Wala si kwa mapenzi ya mtu. Bali kwa Mungu. Anasema waliozaliwa. Alafu anasema si kwa damu. Hao mimi sina ushirika nao. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu. Kuna watu wamezaliwa kwa mapenzi ya mwili. Kuna kuzaa kwa mapenzi ya mtu. Naomba muepuke hicho kitu. Kinaitwa kuzaa kwa mapenzi ya mtu. Yule mwanamke anaitwa Mariamu ambaye alikuwa bikira. Yaani Mungu angemtafuta leo hii, unadhani angeweza kupatikana kiurahisi? Sizungumzii kwa bali hayupo, wapo. Jana naendelea vizuri. Mungu aje leo mtafute yule mwanamke aliyemzaa Yesu. Unadhani atampata kiurahisi? Mimi sizungumzia kwamba sio wewe sio bikira. Mimi nazungumzia neno la Mungu. Amen. Naomba unisikize vizuri hapo. Sizungumzia kwamba umejaribu. Hapana, sizungumzii kwamba una wanaume. No, sielezei hayo. Hapana. Amen. Ninachozungumzia nini hapa? Ni mipango ulionayo kichwani mwako. Inaitwa sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mtu. Mipango ulionayo kichwani inazuia uzao wa Mungu. Inaweza kuzuia sauti ya Mungu. Kuna mtu hapa hajaolewa, hana mume, lakini kwenye kichwa chake na mipango yake juu ya kuolewa sio mipango ya Mungu. Kwa hiyo ni rahisi sana kuzuia. Hata Mungu akija akamwambia kwamba sasa nataka uchukue mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anaweza kumwambia sina hela. Nikipata mali nitachukua mimba kwa uwezo wa Roho. Si mnanielewa? Nikipata gari, amen. Nikipata gari nitachukua. Ikijichanganya natoa. Sasa niwaambie, roho ya kutoa mimba iko hapa. Kwenye kuzaa kwa mapenzi ya mtu. Mnanielewa? Kwenye kuzaa kwa mapenzi ya nini? Ya mtu. Hapa ndipo ilipo roho ya kuwa watoto. Kwa sababu watu kuna vitu wanataka wavifikie kwanza kisha wazae. Mnajua hayo? Sasa kumbe hichi kitu kinazuia mapenzi ya Mungu, na huu ndio udanganyifu ambao uliingia pale Eden. Uliingia kwa yule mwanamke akamfundisha kuzaa kwa mapenzi ya mtu na si kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa hebu fikiria kitu kimoja. Wewe ndio mwanamke sasa. Wakati Mungu aliyokusudia kuzaa umefika. Anataka uzae unamkatalia. Amen. Alafu unataka uzae wakati unaotaka wewe. Hao utakawazaa utawazaa kwa mapenzi ya nani? Ya mtu. Watakuwa wajazaliwa kwa mjibu wa neno la nani? La Mungu. Sasa hao watakaozaliwa, naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa kuwa walizaliwa kwa mipango yako, kwa nini wasikusumbue? Kwa nini utakapopeleka kwa Mungu, Mungu asikuambie hao sio matokeo ya sauti yangu? Kwa nini asikuambie? Jamani, hapo sio wanawake tu. Amen. Unakuta kijana hapa, kijana waache hizi tabia. Unakutana na mwanamke huko anapata ujauzito. Amen. Alafu anakuambia mimi ni mjamzito. Hapo nazungumzia hicho kipengele, sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mtu. Na waelezea hao, nataka kuwajua. Ndio hao sasa wanazaa kwa mapenzi ya mtu. Sio, hawataki kuruhusu mapenzi ya Mungu. Wako tayari kuua. Ni wauaji, amen.
Haya, mimba inapatikana. Kupatikana mimba, nakwambia mimi nilikuwa sina mpango wa kuzaa na wewe, na wakati wangu wa kuzaa watoto ulikuwa bado. Huu ni uhuni. Amen. Kijana na kujibu kirahisi rahisi hivyo. Muulize kwanza swali, ulichokuwa unakifanya mara ya kwanza ulikuwa unatafuta matokeo gani? Sasa wewe ukimuuliza, wewe mtu ambaye unaona unaweza kuzaa naye ni nani? Yeye sasa kashachagua mtu wa kuzaa naye, na Mungu huko kampa mtoto. Mtaani kwa Luka sarakasi, mtoto kapatikana. Amen. Sasa wewe unataka mtoto azaliwe wapi? Amen. Wakati ulienda kwa mtoto akazaliwa, kwa nini usikubali kwamba wewe ni mtoto wako? Amen. Nasema mimi sikupanga kabisa kuzaa na wewe, na wala mimi sitaki kabisa, yani wewe sio type yangu kabisa. Kwa hiyo ulikuja kufanya nini huko? Ndio hapo Mungu anasema hivi, sio waliozaliwa kwa mapenzi ya nani? Ya mtu. Sasa mnataka kila kitu mwambie ni cha Mungu. Mungu anakataa. Mimi nakubaliana na Mungu anachokisema. Anataka kuwarekebisha, muwe makini. Mmezaa kwa udanganyifu. Amen. Tumezaa kwa nini? Na tumezaa pasipo kumsikiliza. Amen. Maana Yesu anapokuja anasema kuzaliwa tena, watu wanamuuliza swali, tuzaliweje? Mmezaa huko, mmejichanganya huko nyuma huko. Tumekosea zaidi ya kufanyaje? Ya kukosea. Hapa nasema ya kwamba sio waliozaliwa kwa mapenzi ya mtu. Msitaki watoto wenu niwaite kama mnavyowaita ninyi. Amen. Mimi nitawaita vile nitakavyowapeni maagizo yangu. Mkifanya kile nitakachowaambia, nitawaiteni au watoto wenu kwa ni watoto wa nani? Ni watoto wa kwangu. Amen. Kwa Biblia nayo itakataa, itakwambia sisi hatumtaki huyo mtoto wako asipozaliwa kwa mara ya. Ndio maana Nikodemo anaambiwa, tulisikiza kwenye somo lililopita, anaambiwa kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi, katafakari sana ile neno, hawezi kuona ufalme wa nani? Kabisa. Kwa nini Nikodemo anaambiwa hili jambo? Na Nikodemo anauliza kabisa kwamba inawezekanaje mtu kuzaliwa kwa mara ya pili? Amen. Lazima tuzae kwenye maagizo ya Mungu. Katika sala Baba yetu kuna neno linasema mapenzi ya baba yetu, ya baba yafanyaje? Yatimie. Tumezaa, tumefanya vitu, tumefungua biashara pasipo kusikiliza mapenzi ya nani? Usiseme tu mwanamke alipata neema ya kuzaa mtoto, akabeba mimba, akabeba mimba akamzaa nani? Yesu Kristo. Kitu cha kwanza, huyu kabla ya kubeba mimba alikuwa ana nafasi, alikuwa na uwezo wa kumsikiliza Mungu, kitu ambacho alikuwa nacho kichwani mwake. Si kila mwanamke alifaa kubeba ile mimba. Huyu alikuwa na uwezo wa kumsikiliza Mungu. Kitu ambacho kilikuwepo ndio kilicholeta matokeo ya mimba ya Roho Mtakatifu kwenye tumbo lake, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumsikiliza Mungu. Hakumwekea Mungu mipaka. Maisha yako yamejaa mipaka kila mahali. Maisha yako yaani mipaka umemwekea Mungu sawa sawa na unavyowekea marafiki zako. Kwenye simu yako kuna password zingine hata Mungu hutaki azijue. Yaani password yetu Mungu hutaki azijue, password zako za kwenye simu. Unamficha Mungu password ya simu yako? Asiingie. Mungu ni mwanadamu, ni rafiki yako anakuambia mimi naona mpaka 20. Amen. Weka password sana. Mungu anasijua kabla hajafungua.